Kwa jina mimi naitwa Bwana Suleiman Mdewa, naishi Bagamoyo, mtaa wa Kisutu. Matokeo tumeyapokea vizuri kwa sababu mchezo una matokeo matatu: kufungwa, kushinda na kusuluhu. Hata hivyo hatukufanya vibaya. Timu nzuri, tulijitahidi kadiri ya uwezo wetu, usipokuwa bahati. Maana mpira kuna kitu bahati. Bahati haikuwa yetu, lakini wale jamaa walikuwa hawana uwezo wa kutufunga. Na hata hivyo unajua mipira sasa hivi mtu kwao. Mtu kishakuwa huko kwenu basi lolote linaweza likatokea kwa mambo mengi. Unajua mazingira, waamuzi kama mlivyoona, nafasi tumezipata lakini referee penalty hazitoi. Wote tuseme ndio mchezo kusema kweli. Mchezo ni mchezo tu ambao umetukabili na inabidi tukubali matokeo yale. Isipokuwa tunajipanga. Yes, na mara nyingi michezo hii ya michuano hasa tunapozungumzia robo finali, nusu finali, lakini hata finali kwa upande wa Afrika kumekuwa na mikondo miwili, kwa maana mkondo wa nyumbani na ugenini. Mechi ya kwanza imemalizika. Kwa kile ambacho ulikiona kwenye mchezo wa kwanza, wapi ambapo wekundu wa Msimbazi Simba mnapaswa kuboresha kwenye mkondo wa pili ili kuhakikisha kwamba ile rekodi ama historia mnayotafuta kwenda nusu finali mara baada ya miaka mingi mnakwenda kuitimiza? Kwa kweli timu yetu sasa hivi iko vizuri, lakini bado viongozi waangalie nafasi ya umaliziaji. Umaliziaji kidogo una upungufu. Yaani viongozi sasa wajitahidi ili tufike nusu finali na finali. Basi itabidi tuboreshe timu katika umaliziaji. Timu inacheza vizuri na process vizuri, lakini tatizo utumbukizaji wa magoli. Bado kuna uzito. Lakini sasa ndio mpo katikati ya msimu sasa hivi kwenye msimu. Tupo kwenye msimu, lakini mwalimu pia angalie sabu ina mkosti kidogo kwa sababu mimi nataka hapa kwanza kwenye umaliziaji, halafu tutakuja kwa mwalimu. Mpo katikati ya msimu, mpo kwenye mashindano. Eneo la safu ushambuliaji ndio umesema linahitaji maboresho. Nini kifanyike sasa kwenye ile eneo kwa sasa? Mimi naweza kusema kwamba mchezo ndio ule ushapita na tumeona, isipokuwa wachezaji wakirudi au wakishafika uwanjani kwa game inayofuata wajitume zaidi ili tupate magoli. Wajitume zaidi ili tupate magoli. Lakini magoli pale mimi naona yapo. Magoli yapo kabisa. Ile timu ile nyepesi kabisa ile timu. Yapo wapi au magoli? Magoli yapo. Na mechi ya kwanza walikuwa na Msimbazi. Nasema magoli yapo. Sasa hivi sio wanakuja nyumbani kwetu. Tusipate magoli kwa nini? Na ukitizama kwa Mkapa hatoki mtu. Kwa Mkapa hatoki mtu. Hivi tangu jana si watu hatujalala tunahangaikia mechi ya inokuja. Usingizi haupatikani bwana. Utapata vipi usingizi? Tuhakikishe mpaka goli 3 tuzipate basi. Goli 3 lazima tuzipate. Ikiwa mwenyekiti wa kamati ya maandalizi ya nje, goli 3 zitapatikana. Sasa wao wakipata moja inakuwaje? Hawapati goli. Goli hawapati. Simu tunayo. So nne kwa faida? Hapana, hawapati. Tulizipata goli 3 kazi za chifu, tusizipate kwa jamaa wale wa Misri wadogo kabisa wale. Kwa hiyo ile booster ambayo alifungiwa Kaizer na kuliko ile. Nakwambia mimi kuliko ile. Tangu jana nimekwambia mimi hatujalala. Tunayangaikia mechi inokuja. Na umuhimu wa mechi kwa Simba hasa ni upi? Umuhimu kushinda tu. Umuhimu tushinde. Na tukishashinda basi matokeo ambayo ya ushindi goli 3, mimi nimekwambia goli 3 zinapatikana. Goli 3 zinapatikana. Zinapatikana kabisa. Zinaweza zikaongezeka au ni hizo 3? Kwanza tupate 3. Ziada sio mbaya, lakini kwanza zipatikane 3. Tukishapata 3 biashara imekwisha. Wa Misri wale wepesi kabisa. Wamekuja watu hapa, itakuwa wale watu wa Misri wale Al-Misri wale wadogo. Nishakwambia mimi kwa Mkapa wale jamaa hawatoki. Hawatoki kabisa. Watu wa Mlingotini sasa hivi wanahangaika. Nakwambia tangu jana hatujalala. Hivi hapa tukimaliza shughuli zetu mimi naye maongezi, safari ninatoka. Safari mimi ninatoka sasa. Nimepania hasa. Lazima zipatikane pointi 3. Goli 3 zipatikane ili tusonge mbele. Nusu tunaingia, wala usio na wasiwasi mtangazaji. Kwenye kile ambacho tulikiona kwenye mchezo wa kwanza, labda ni kipi ambacho kinakupa matumaini zaidi kwa kusema kwamba kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba kwamba mechi ya marudiano kuna kitu tutakifanya na tutavuka? Kwanza timu inafika golini. Unajua ukicheza mpira ukiwa unafika golini kwa adui, kwa nini goli usipate? Ile bahati ilikuwa sio yetu juzi tu, lakini kama bahati ingekuwa yetu wale tuwafunga goli 3 kule kwao. Walikuwa wanafungika kabisa na wepesi.
Mchezo mimi nimeangalia mwanzo mwisho. Tumejaribu kucheza mpira mwanzo mwisho, yani timu iko vizuri. Na sasa hivi ukiangalia tuna kijana yule Mpanzu wa moto. Yani, umetafuta sababu hadi umemtaja. Moto kabisa. Mpanzu huyo, maana ile timu anaipeleka sana. Unajua kwamba huyu mchezaji anatafuta nini? Pale kidogo wanasema wenzake wanamwangusha. Pamoja na kwamba wanamwangusha, lakini sasa hivi tumekwambia tunacheza mpira nyumbani. Sasa tunacheza mpira nyumbani, kuna mambo ambayo ya kutengenezwa wachezaji wale lazima yafanyike. Wewe tupo ugenini unafanya nini? Unajua ulipoangua embe unapeleka kota, sisi tunaita kota. Ndio. Lile mawili upate au usipate. Sasa hapa madam tupo nyumbani tunaokota tu dodo. Amwangui tena. Hapa atupeleki kota juu. Hapa tunaokota tu. Na ukiangalia kwa Mkapa nimekwambia Simba historia yake. Wewe mwenyewe mtangazaji unaijua ni. Sasa Almasri siku hiyo nilipotazama walikuwa wanacheza. Unadhani ukiangalia wao labda ni tahadhari gani ambayo kama wana Simba kikosi, wachezaji, mwalimu na nyinyi pia mashabiki mnapaswa kwenda nayo kuelekea mchezo huo? Jambo la kwanza nasisitiza washabiki wanachama tujaze uwanja. Kelele ni mchezaji wa 12. Zikipigwa kelele mchezaji wa 12 basi neema itapatikana. Na Al-Nassr kusema kweli sio timu mbaya sana, lakini kwa Simba jinsi tulivyocheza nao juzi, ule mchezo tumecheza nao kwao, wao wenyewe kwanza matokeo yale ya ushindi waliyafurahia baada ya kupata goli la pili. Lakini goli la kwanza bado walikuwa hawajaamini kwamba ule mpira kwamba tushaumaliza. Timu inaweza kuambia bwana Al-Nassr nyepesi. Kabisa. Mimi naamini tunarudiana tarehe ngapi? Tarehe 9 kwa Mkapa. Tunamimina tule jamaa. Anarudi yule. Haiwezekani timu za Misri zote 4 zimechukua nafasi. Mmechoka robo finali. Tumechoka na robo. Robo sasa hivi bwana tumechoka nayo. Tunaingia nusu finali. Nusu alafu finali. Lakini kwanza tuiangalie hii mechi na Al-Nassr. Yaani nilivyokuambia kwa mechi hii watusamee Al-Nassr. Naomba samahani kabisa. Watusamee, waje kama utalii tu. Waje kama utalii, sio kucheza mpira. Sisi tushamaliza na tunaendelea kuihangaikia hii timu. Sisi hatujalala wana tangu juzi. Tumeumwa sana. Lakini tumeumwa, matokeo tumeona vipi? Sisi tumefungwa kimchezo. Sio kama tumefungwa kama vile zamani tulikuwa tunafunga goli 5 ngapi Misri. Tumefungwa kimchezo. Alafu ukiangalia wenzetu wenyeji, nafasi marefari nini, unajua tena mpira wa Afrika. Neno langu la wana Simba mimi nasema tuo tulivu na mechi ya tarehe 9. Tujaze uwanja, tushangilie Simba, tuhangaikie Simba ipate ushindi tarehe 9. Tukiwa pamoja wote tukishikamana, Simba mechi ile tunamtoa Misri yule. Tunamtoa Tamia sina wasiwasi wote. Mwepesi kabisa yule tunamtoa. Tunasonga mbele. Lakini letu hili moja. Tujaze uwanja. Tuicheze mechi. Mmemaliza. Mwenyezi Mungu atujalie siku ya mechi ili itoke jua kali basi. Mimi nikushukuru sana. Inshallah, asante. Karibu tena mtangazaji. Asante. Asante.